Kuna baadhi ya vijana hivi tunavyozungumza bado wana zile mentality kwamba mimi baba kunisomesha, mama kunipa hiki, serikali fanye hivi, yani kwamba bado wapo katika malalamiko, wakishift blame kwa serikali ama kwa wazazi ama kwa kina nani ambao wao wanaona kama chanzo cha wao kuto kufanikiwa katika maisha. Una neno gani kwa vijana wenye mtazamo wa namna hiyo? Nachoweza kuwashauri vijana wa hivyo ni kwamba huo mtazamo ni adui wa maendeleo. Binadamu yote yule ana uwezo wa kuanzia alipo na kubadilisha zile changamoto kuwa mafanikio. Ili mradi ana afya, ana akili timamu, ana uwezo wa kufanya chochote bila kudharau aina ya kazi. Kubwa ni kujiweka katika utayari, hata baraka zikija zimkute yuko ready kwa ajili ya kutumia hizo fursa. Kwa sababu fursa zinaweza zikatoka, lakini ukajikuta vijana wanakosa kwa sababu ya vitu vidogo vidogo. Kwa mfano, unaweza ikatokea fursa ya kazi, kijana kaenda kazini, kufika akawa mdokozi. Hapo fursa ikaharibika. Lakini angekuwa ni mwaminifu, ule uaminifu wake unaweza kumtoa kwenye kazi ya kawaida na kuongezewa kwa kusaidiwa baada ya kuona kuwa ni mwaminifu. Kwa hiyo tunaposema tabia ndogo ndogo nzuri za kujenga mtu, sio mpaka uwe na vitu vikubwa. Ile hali yako kusema ukweli, kutumia muda vizuri, kuwa mwaminifu, mambo kama hayo ukiyakusanya, watu wataona lile jambo lililo ndani yako na watakusaidia kufika mbali. Kwa sababu kuna anaweza kufanikiwa bila watu. Na watu hawaangalii vyeti, hawaangalii chochote, wanaangalia ule ubora wa namna gani unaishi kwenye jamii. Shukrani sana kwa hayo ambayo umeweza kutufafanulia. Naam. Kuna jambo moja, wewe ni kijana, upo katika jamii. Kwa mtazamo wako, kwa jinsi ambavyo unatazama mambo, vijana wako tayari kiasi gani kuhakikisha kwamba wanazipata fursa ambazo zinawazunguka? Kwa navyoona mambo haya, bado tunahitaji kuelimisha jamii. Vijana wengi wanaishi maisha ya kwenye TV. Wamebweteka, anakaa kwenye mitandao ya kijamii, akiona wanaoigiza, anaishi maisha yatashuka, ghafla aishi yale maisha. Kijana ambao sio sahihi. Badala yake, angekuwa tunajitambua kama sisi wa Afrika, tunaangalia zile fursa zilizoko ndani ya uwezo wetu, tukazitumia, tukajitambua, ndo tunaweza tukajikomboa. Na kitu kingine, vijana siku hizi jambo ambalo wamepotezea la muhimu sana, hawasikilizi wazazi wao. Wazazi saizi wanalalamika, vijana wa siku hizi hawasikilizi ushauri wa wazee. Na mzee, ukiona mzee amezeeka, hata kama hajasoma, ameona mengi kuliko ambao umeyaona. Ndio maana mara nyingi akikupa tahadhari kuhusu jambo, hata kama unaona una uwezo na vihela, ujue kuna siku utakwama. Na zile baraka kutoka kwa mzazi kwa mtoto wake zinakatika anapokuelekeza ukakataa, ina maana anakasirika, na pale baraka za Mungu haziwezi kukufikia vizuri. Ndio maana unaweza kaenda, ila mwisho wa siku utakuwa mtalazimika kurudi nyuma na kuhitaji baraka za wazazi. Shukrani sana. Kwa dakika 1.5 hivi, nafasi ya ukuaji wa teknolojia katika kumfanikisha kijana iko vipi kwa mtazamo wako? Ukuaji wa sayansi na teknolojia uko kasi kubwa, na vijana wengi wamechangamkia fursa hiyo. Wito wangu kwao ni kwamba wangejitahidi kutumia fursa hiyo kwa faida, sio kwa hasara. Kwa sababu vijana wengi tunawaona kwenye mitandao ya kijamii, walio wengi wanaitumia vibaya. Kwa mfano, kukashifu watu, viongozi, jambo ambalo linawaponda wenyewe. Hawezi kukua kwa kufanya hivyo. Badala yake watumie mitandao ya kijamii kwa mambo mema yanayowaletea faida na kuaminika kwenye jamii. Ndio wanaweza wakapatia zaidi katika idara hiyo.
Shukran sana. Ni Mwalimu Swaib Biamukama ambaye tumezungumza naye. Yeye ni mwalimu na amefafanua mengi, tukiwa na mada inayosema kwamba vijana na fursa, kwa nini wengine wanafanikiwa na wengine wanakwama. Amezungumza mengi, ambapo naamini kama ulifuatilia hatua kwa hatua utakuwa umepata chochote kitu.